Maombi ya Yabesi. Tutakwenda kuangalia habari ya maombi ya Yabesi. Hicho maombi ni Yesu mwenyewe. Ni Yesu mwenyewe. Kufuatilia historia ya Yesu na maisha ya Yesu yalivyokuwa, Yesu mara nyingi alitafuta muda wa pekee akamuomba Baba wa mbinguni. Ndio ilikuwa ni maisha yake yale. Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu 100%. Hiyo ni quantitative. Sio mwalimu Baraka. Qualitative maelezo, Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu 100%. Haleluya. Hayo ni maelezo. Yesu pia alikuwa ni mwana wa Mungu, akazaliwa kama mwanadamu 100%. Aliishi kama mwanadamu pia. Na alishuhudiwa, hakuna mahali popote Yesu alitenda dhambi. Kweli si kweli jamani? Kweli si kweli jamani? Yesu mwana wa Mungu aliye hai, lakini hakutenda dhambi. Lakini maisha ya Yesu kama nilivyosema yalikuwa ni maisha ya maombi. Kila mara aliwaacha wanafunzi wake akajitenga, akatafuta sehemu aombe. Sasa mimi na wewe ni nani tusiombe? Ndio maana leo tutaangalia maombi ya ndugu yetu Yabesi. Yabesi pia aliomba, aliona kuna umuhimu wa kumtaka Bwana. Haleluya. Sasa huo ni utangulizi. Utakuwa unafungua kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza. Tutaanza kusoma ile Nyakati wa kwanza sura ya 4. Tutaanza kusoma ule mstari wa 9 mpaka ule mstari wa 10. Tutakuwa tunamwangazia ndugu yetu Yabesi. Ndio maana kichwa cha habari kimeandikwa maombi ya Yabesi. Kwa nini Yabesi aliomba? Kwa nini Yabesi aliona ni muhimu kuomba? Yabesi aliona ni muhimu kuomba kulingana na mazingira aliyopitia, mazingira aliyozaliwa, akaona ni vizuri kumuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Sasa niseme maneno tu hivi. Nafikiri aliandikwa Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 4 kuanzia mstari wa 9. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi. Tumeisha mko. Hatutakuwa na maandiko mengi, nataka usome kwa vituo. Nataka utasoma kwa vituo ili watu waelewe vizuri. Tukianza kufafanua watu watakuwa wanaelewa. Yabesi, amina. Naye Yabesi, tasoma kwa mstari wa 9. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema, ni kwa sababu nalizaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lao kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu angamjalia hayo aliyoyaomba. Soma vizuri kabisa. Haleluya. Wewe naomba uiweke mwanzo vizuri kwa ule mstari wa 9. Mstari wa ngapi? Wa 9. Pale pale tunaenda wote pamoja kwa sababu tunaona pale anasema naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu. Mstari wa 10 hapo hapo kushuka chini anasema na mamaye akamwita jina Yabesi, akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Haleluya. Huyu mama yake Yabesi, wakati anajifungua mtoto Yabesi, alimzaa kwa nini jamani? Kwa huzuni. Sio kwamba alimzaa kwa utungu. Utungu ni kila mama anapitia utungu, ila sisi watu wa Mungu tuliokoka huwa tunamwomba Mungu upunguze ule utungu wa kina mama. Huwa tunawaombea sasa, kwa sababu sisi ni akina baba hatujui kama Mungu atapunguzaje. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu sana. Tunaomba Mungu hao wakina mama wanapokwenda kujifungua upunguze ule ukali. Upunguze. Kwa kila mama anajifungua anaheshimiwa.
honorable, excellence. Nini kinasababisha mtu anakuwa anapata heshima? Nini? Nafasi alionayo. Jamani, ni nini kinachosababisha mtu apate heshima? Nini? Nini watumishi wa Mungu? Hii sauti nzito ya kuitoa. Ni nafasi au wadhifa alionao. Sema nafasi inaweza kuwa ni sentensi sana baba. Lakini akisema nyadhifa watu wanaweza kuelewa vizuri sana. Nafasi mtu anaweza kuelewa. Sawa jamani, wadhifa aliokuwa nao. Ya kwamba yamkini mama hapa kuna watoto wanne, mmoja ni waziri. Mmoja ni waziri, wengine sio mawaziri. Huyu waziri ndio waongeleza hao wengine ambao sio mawaziri. Huyu ana nafasi. Maana yake atapata heshima. Haleluya. Kwa sababu ya nafasi na heshima aliyokuwa nayo. Hata kama angekuwa mtoto wa mwisho, lakini tumsubiri fulani aje. Tumsubiri fulani aje. Haleluya. Kwa sababu ya nafasi aliyokuwa nayo Mungu. Hata kama ni kwa mwisho. Anaweza kaongea mkuu sana, subiri kwanza wewe bwana, kaa chini kidogo. Kaa chini kidogo. Subiri kidogo aje nani mdogo wako. Haleluya. Kwa sababu ya heshima na nafasi aliyokuwa nayo. Haleluya. Lakini hii nafasi na heshima haiji hivi. Inakuja baada ya kugundua kusudi la Mungu ameweka ndani yako. Haleluya. Ukigundua kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako, huwezi kukaa kizebe. Huwezi kukaa ovyo ovyo. Haleluya. Lazima ujue nafasi ambayo Mungu amekuweka katika nyumba ya Mungu, katika maisha yako, katika jamii. Ukigundua utajitofautisha. Unajua sisi watu wa masoko kuna kitu tunaita mfano, kampuni moja inauza simu. Ya mama Amazi inauza simu. Sawa na ya mama Kavenga inauza simu. Haleluya. Tunataka kujitofautisha. Mama Kavenga anauza simu zile. Sawa na nani? Mama Amazi. Sawa. Sasa hao wanajitofautisha vipi? Mama Kavenga anauza simu za iPhone, Samsung, na mama Amazi anauza iPhone na Samsung. Lakini mama Amazi ameongeza, anasema ukinunua simu hii hapa utapata na wiki. Huduma ni ile, lakini amejitofautisha. Haleluya. Amejitofautisha. Na wewe mtu wa Mungu uliokoka, lazima ujue nafasi yako. Alafu Mungu atakukusudia katika nyumba ya Mungu. Wewe sio mtu wa kawaida. Haleluya. Wewe sio mtu wa ovyo. Usijiweke kama unajua mtu mwingine anajiweka tu. Yaani hatambui thamani yake ndio baada ya wokovu. Wewe ni potential. Wewe ni kitu cha thamani. Haleluya. Mtoto wa mfalme naye ni mfalme. Haleluya. Wewe ni mwana wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe kwa Mungu. Lazima ujitambue. Sasa Yabesi alitambua ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Ndio mama yake alimlingana na Mungu. Jambo la kwanza. Nilitoa mfano. Mama Kavenga na mama Amazi wanauza wote simu. Mama Amazi amesema ukinunua simu nitakuongeza na kisimu kimoja kidogo. Maana yake huyu ameanza kujitofautisha. Huduma ya huyu na huyu inaanza kuwa tofauti. Haleluya. Maana yake Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Jambo la kwanza, akatembea katika njia za Mungu. Alianza Yabesi kujitofautisha na watu wa Mungu wengine ambao kumfanania. Yaani kumfanania ile mkimwona mtu anatembea, nimepata mfano mzuri. Petro alilingana na Yesu. Walipokamata Yesu, walipomwona Petro anakimbia, wakasema hata kutembea kwake huyu na yeye. Haleluya. Watu wa Mungu. Kwa Yabesi akaanza kuishi maisha ya kupendeza Mungu. Yabesi akaanza kuishi maisha ya kupendeza Mungu. Lakini Yabesi hakuwa mjinga. Alikuwa na lengo lake. Alianza kutengeneza njia ili unajua watoto wenye akili kwa wazazi wao huwa wanaanza kutengeneza njia. Mtoto mkorofi, yaani mtoto akiomba baba kweli, mtoto mkorofi
akimwongea shida yote kwa mzazi, kabla hajamaliza anamkatia pale, nenda sasa huko. Jamani, kweli si kweli? Hata kama na hoja yenye nguvu, lakini kwa sababu unajua tabia yake ni mbovu, unataka kusikiliza. Kwa hiyo Yabesi, jambo la kwanza, alianza kumlingana Mungu wa Israeli. Haleluya, watu wa Mungu. Akaanza kumlingana Mungu wa nani? Wa Israeli. Akaanza kutengeneza mapito, akaanza kuandaa njia ili maombi yake yajibiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu ya kwamba ungenibariki kweli kweli na kunizidishia poozi yangu, sawa jamani, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Unaona, anareflect maisha yake. Uovu usijekuwa kwa nini ukamrudisha kule tena alipotoka. Anamuomba Mungu mwingi. Ameanza kuomba kwanza, ameanza kumlingana Mungu. Unaona maisha ya huyu bwana Yabesi. Ameanza kumlingana nani? Mungu. Ndipo anapeleka nini? Anapeleka maombi. Sasa utaona nini unaweza kuandika maombi manne aliyoyaomba Yabesi. Yako pale pale. Maombi manne yenye nguvu aliyaomba Yabesi. Nitakuwa nasoma wewe unaangalia pale. Yabesi aliomba maombi manne. Watoto wa mjini wanasema maombi konki. Maombi nini? Konki. Yenye nguvu. Maombi manne. Jambo la kwanza alisema, wewe nani jamani? Yabesi aliomba baraka za Mungu kama nani? Akasema, laiti ungenibariki kweli kweli. Hilo ndio ombi la kwanza. La kwanza. Yabesi alitambua kwamba mafanikio ya kweli kutoka kwa Mungu. Sawa jamani? Yabesi alitambua mafanikio ya kweli yanatoka kwa nani jamani? Na baraka za Mungu huleta amani, mafanikio. Kwa aliziomba baraka za Mungu, akijua kabisa baraka za Mungu hazina majuto. Baraka za Mungu hazina nini? Majuto. Hazina huzuni. Baraka za Mungu wanaweza sio watoto. Na Yabesi alikuwa hana muda wa kwenda kugombana na mama yake, ya kwamba kwa nini mama umenipa jina hili? Wewe ndio ulipitia kwenye uchungu, wewe ndio ulipitia kwenye huzuni, imekuwaje umenipa hili jina? Yeye akanyooka moja kwa moja kwa Mungu wake. Anaanza kuomba baraka kwa Mungu. Sasa kwa nini wewe usiombe baraka kwa Mungu? Wewe unajua mazingira yako, wewe unajua background ya familia yenu. Kwa nini usiombe Mungu? Usiombe baraka za Mungu. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Mateso, shida unazopitia ni wakati wa kuamka, watu wa Mungu. Ni wakati wa kuchangamka. Je, tumejitosheleza kila kitu? Jamani, tumetosheka? Sasa kama tumetosheka, kwa nini hatupangi kumtafuta Mungu? Yabesi aliomba baraka za Mungu. Hakuenda kutafuta baraka zake mwenyewe. Akaona ya kwamba aombe msaada wa Mungu, maana baraka za Mungu zinatosheleza. Haleluya, watumishi wa Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Unajua tunasema kumwomba Mungu baraka za Mungu ziko nyingi. Unaweza kumwomba Mungu akuongezee hatua moja kidogo. Dakika 10, utakuja dakika 15, masaa 2, masaa 3. Si umeomba kwa Mungu? Haleluya. Mungu akupe hatua moja zaidi katika utumishi. Mungu akupe hatua moja zaidi kwenye uchumi wako. Uchumi unalegalega, uchumi unayumba, maisha yako vizuri. Panga kumtaka Bwana na nguvu zake. Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tupange jamani, tuamue kumtaka Bwana. Mungu jamani, sio mwanadamu, sio mgharimu. Mungu analitazama neno lake apate kulitimiza. Alilitimiza kwa Yabesi kwa kujibu maombi yake. Haleluya. Sisi je, jamani, Mungu ni yule yule jana, leo, hata milele. Mungu habadiliki.
huu. Kwa Yabesi akaanza kuzitaka baraka za Bwana. Sasa wewe ndugu yangu unajiuliza maswali. Umepungukiwa na nini? Shida yako ni nini? Tatizo lako ni nini? Hatuwezi kufanikiwa kama hatutachukua hatua ya kumwomba Mungu. Haleluya. Jambo la kwanza ni kumlingana Bwana. Jambo la pili ni kuanza kuzitaka baraka za Mungu. Wanaweza sio watu wa Mungu. Lakini hatutakwenda kwa pamoja. Tuko hapa kukumbushana wajibu kama washirika wa mchungaji wetu wa Kasaka. Hatutatembea kwa pamoja. Kila mmoja atatafuta nafasi za Bwana, lakini tusipochangamkia maombi, baraka tutazisikia hivi. Tutaona watu wanafanikiwa, lakini sisi hatufanikiwi kwa sababu hatujaamua kumtafuta Bwana. Hatujaamua kupeleka shida zetu kwa Mungu. Unajua Maranatha pale kwa Mungu. Ndio naye Maranatha ana nini jamani? Anaumwa. Fika pale kwa daktari akawa ananiuliza mimi baba yake ya kwamba Kavenga huyu dogo anaumwa nini? Unajua wewe usiyeumwa kumwelezea anaumwa unaweza kueleza tofauti kabisa. Sio jamani. Mapungufu yangu na shida zangu nimekuja hivi nilivyo. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Angalia maisha ninayopitia. Nahitaji msaada wako. Mungu ni mwaminifu, atakupatia. Bwana sio watu wa Mungu. Mungu ni mwaminifu, atatupatia. Moja nilishuhudia hapa. Moja nilishuhudia hapa. Hiyo hali sikuipenda. Nikaanza kufikiria na nikaanza kutafakari nafanyaje. Nimerudi nyumbani. Nikasema huu ni muda wa maombi. Haleluya. Kwa sababu Mungu ni Mungu anayeweza. Na amesema nipeleke haja zangu, tena haja zenye nguvu. Haleluya. Na mimi mtoto wake anaweza kunisaidia. Kwa hiyo nilichokifanya, mimi sikuingia chumbani kwangu nikajifungia. Mimi nilichokifanya nikapiga hesabu. Nikatoka nyumbani kwangu pale chuo kikuu, nikaondoka pale chuo kikuu, natembea tu au vile nafanya mazoezi. Kumbe mimi naomba. Kumbe mimi niko njiani barabarani tunatembea tu kawaida. Tembea. Jamaa zangu wenyewe wananijua sasa, kawaida tupiga lift, nikamwambia sio kama mimi nilikosa nauli hata ya bajaji. Hapana. Kumbe mimi niko namtaka Bwana nguvu zake. Haleluya. Natembea kwa baraka kwa Mungu. Jambo la pili, Yabesi aliomba ni kupanuliwa kwa mipaka. Yote yako pale jamani. Yote yako pale. Kwa maandiko mimi nimechukua kwa maandiko, nataka tujifunze tu katika hii mambo ya Nyakati sura ya kwanza. Mstari wa 4 na amini sura ya 4 9 mpaka 10. Sijarukia kwa maandiko mengi, nataka tuelewe faida ya maombi. Haleluya. Maombi asubuhi nilisema, maombi ya kawaida ya kumpa mtu baraka. Nguvu zako ni ndogo. Haleluya. Lakini ukitaka msaada kwa Mungu, Mungu anakupa msaada zaidi. Lakini tunapata msaada kwa kupitia maombi, watu wa Mungu. Na ugundue kwamba maombi ni vita. Maombi ni nini? Kila utakapopanga maombi, usipokuwa makini, huwezi kuomba. Nakwambia huwezi kuomba kwa sababu maombi ni vita. Na shetani anapinga maombi. Anajua mkiomba mtafanikiwa. Anajua tukiomba tutafanikiwa. Ndio maana maombi ni vita. Nakwambia tunaweza tukakaa kama viongozi tunalaumiana. Watu hawaji kuomba, ni vita. Ukiomba utafanikiwa. Haleluya. Sasa wewe chukua hili jambo, nenda kaomba kwa bidii, utakuja kushuhudia hapa. Utakuja kushuhudia hapa. Haleluya. Lakini ujue kabisa kwamba maombi ni nini? Ni vita. Shetani anajua ukiomba utamshinda. Haleluya. Kwa hiyo huyu bwana Yabesi akaomba kupanuliwa kwa mipaka. Kupanuliwa kwa nini jamani? Kwa mipaka. Sasa kupanuliwa mipaka ya wasijua zile demarcation. Mipaka yaani mfano kama ilisiweka mwisho hapa ya madhabahu. Sio jamani.
baraka zako zinaishia hapo. Kabisa akasema hapana. Mungu naomba upanue mipaka yako. Labda kuweka katika hali ya kawaida tu, wewe umebarikiwa ulipo hapa. Mzee Maria unaweza kale na suti ya kabila pamoja. Sasa unataka Mungu akupanue mipaka. Akupe duka zaidi ya duka moja. Haleluya. Akupe nyumba zaidi ya nyumba moja. Haleluya. Akupe zaidi ya nyumba mbili. Haleluya. Akupe utumishi zaidi. Haleluya. Uweze kusoma neno la Mungu kwa ule uvivu wa kusoma neno la Mungu kama haupo. Kila kukicha wewe lazima usome neno la Mungu. Sasa usome neno la Mungu utaomba, usome neno la Mungu utaomba, sio haja ya moyo wako. Mungu apanue mipaka yako ya huduma. Haleluya. Mungu apanue mipaka yako ya uchumi. Haleluya. Nilitoa mfano asubuhi. Usiwe kama ndugu zetu wale wa Iringa Wahehe. Wahehe wana tabia moja. Hata kama hajiwezi, kuna msemo Wahehe. Kwanza uongezeke. Haleluya. Masai. Na mama yuko. Haleluya. Utamkuta Masai kama bariki kwa. Bariki uongezeke kama bariki. Lakini leso ni leso. Haleluya. Kwa sababu Mungu kweli na nguvu, hamna kitu kama hicho. Ni kama nafanya mazoezi. Nikila vyakula vya wanga, kwanza nasikia njaa sana. Nikiamka asubuhi naona njaa kweli. Nikilala usiku nikula wali. Nimepiga plate ile iliyojaa vizuri. Nikaenda kulala. Nikiamka asubuhi naona uchovu mwingi kweli. Lakini usiku nilikula plate ya kutosha. Ya nini? Ya wali. Lakini nikipiga vizuri mama kapenda kanitengenezea nyama za kutosha, kakibakuli kamejaa vizuri. Nikiamka unaweza kuchanganya chakula. Naanza kula ile breakfast. Saa 6. Sisikii njaa. Haleluya. Mimi nimefanya utafiti. Sisikii njaa. Haleluya. Sisikii njaa. Haleluya. Sasa mimi nakuuliza wewe ndugu yangu. Wewe umefanikiwa ukubali unakula ugali kila siku na wali kila siku. Tukikwambia tuanzishe badilisha menu kila siku nyama, unaweza? Unaweza? Hatuwezi. Haleluya. Kumbe bado tunamhitaji nani? Tufike mahali fulani sisi tutalika nyama kuku tu. Haleluya. Nyama nyeupe tu akifungua kwa friji hivi mzee ule, yaani mambo mazuri. Haleluya. Unaelewa hapo vipi? Au ni mtazamo mambo mazuri? Yaani kwa hivi, yaani kwa usiwe tu kwa mbele na kuomba. Yaani bosi yuko hapa. Anasema ombeni mnachotaka. Lakini nini? Mmekuwa kama Wahehe. Tunaombe Mungu atubariki. Kila mtu katika eneo lake kazana kumwomba Mungu. Sisi kama viongozi, kama wachungaji wetu watatangaza maombi ya pamoja, lakini bado tunamhitaji Mungu. Tutamtafuta Mungu kibinafsi. Na ukitaka kujua kama mtu ameokoka, anamjua Mungu, kumtafuta Mungu kibinafsi. Usisubiri maombi ya kijumla. Panga muda wako wa kumtaka Bwana na nguvu zake. Mungu ni mwaminifu jamani. Yaani Mungu ni mwaminifu. Kwa Bwana. Kila siku alfajiri mapema umeamka. Ukiamka umeomba masaa 2-3. Ukimaliza pale, leo bila mtako weka begani. Nenda kutafuta hela. Haleluya. Usio unaomba tu, alafu wewe kufanya kazi. Mungu hawezi kukuletea hela alafu wewe unaomba mwaka mzima. Apate mahali pa kuingizia baraka zake. Hili sio hela Mungu ni mtamu. Amekubariki kwa pesa yako mfukoni. Mungu sio mganga wa kienyeji. Mungu ambaye ni Mungu wa sheria na kanuni. Haleluya. Unajua siku moja ni wazi. Chukua pale nini? Kuna jamaa fulani walianzisha kitu kinaitwa DES. Sawa. The higher the supply, the higher the quantity demanded. Sawa. The higher the demand. The demand is sokoni. Uhitaji kama mkubwa sokoni. Wewe usiuza suti, na mimi nauza suti, na wewe unauza suti, wote tunauza suti. Ili tuwapate wateja, inalazimika tushushe bei. Haleluya. Unashusha bei. Lakini ukiuza bidhaa tofauti, huwezi kushusha bei. Jamani, kweli sio? Sasa sababu mzee analeta application zake si za watu. Hiyo ni application ya uchumi ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Haleluya, watukufu Mungu. Ndivyo ilivyo. Kwa huyu bwana akaomba Mungu amtanulie mipaka.
Yaani mtu mwingine haamini uwepo wa mkono wa Mungu. Aliona kabisa ya kwamba bila Mungu hawezi kufanikiwa. Jamani, kwenye mambo mazuri watu wengi wanasema kuna watu wabaya. Mtu mwingine akiona iko hivi, wewe kuimba yule nani? Yule dada mmoja alikuwa anaimba nyimbo za Injili na sauti nene ndio nani? Sisi watu huku ya. Watu huku. Alisema hivi, unapoanzisha jambo watu wakutia moyo wanakuwa ni wengi. Yaani unapoanzisha jambo watu wakutia moyo wanakuwa wengi. Subiri ilianza kutamka, ilianza kuleta mafanikio. Chuki inaanza. Ulianza biashara ndogo, inaanza. Yaani shughuli hata ungevunjika kama mguu. Wanaanza kukuombea mabaya. Wewe ungekufa tu. Ili kwanza likisimama hapo linaanza kujidai. Yaani muone kwanza hivi. Yaani wewe ulianza kwa tabu kumwomba Mungu. Wewe sio unaanza kuchukia kwa mikono yako. Yaani ukija umepaka gauni kazuri na kile baka. Leo ni wiki inaokuja natakia tukaje usirinda zile baraka. Tunahitaji mkono wa Mungu uwe juu yetu. Haleluya. Kwa sababu mkono wa Mungu ni nguvu. Haleluya. Ni ulinzi, ni uongozi na msaada pia. Haleluya. Huo mkono wa Mungu ni uwezo wa Mungu. Ni nguvu za Mungu. Haleluya. Ni msaada wa Mungu. Yaani mkono wa Mungu hata wakikuroga kukuchukia, wanapiga mishale inawarudia wao wenyewe. Usiku umelala wanakuja kukuambia wanaangua na kesho wanaamka kumeno kwa vigogoyo tu. Na unajua wakati wengine tunatakiwa kubadilisha maombi. Watu wabaya waibiki. Sawa. Yaani Mungu muoe neno umeandika namba 1, namba 2, namba 3, namba 10. Unafikiri watu wanapenda? Hawapendi. Unahitaji mkono wa Mungu wewe juu yako. Mungu alinde biashara zako. Mungu alinde mitaji yako. Jambo unalofanya wewe mama wewe ni msii. Wewe unafikiri wewe msii unaanza kuanza taratibu. Sasa hivi umekuwa msii mzuri. Unashaka kwa nini kama rais umekuwa msii watu wanapenda. Watu wanakuwa wapendi. Ukifanikiwa watu hawapendi. Wakitamani kuona unahangaika, unatembea kwa mguu. Yaani kidogo gari kazuri kidogo wanakuangalia hiyo. Ila kwa nini? Hivi kama inaweza kuwa gari kama hii. Unataka kuona. Yaani watu wanataka kupimia wenzao. Gari ya nani? Hii gari ya nani? Kuna tukiwa wawe na nani? Awe na kile Suzuki cha kubebea mizigo. Nisaidia. Au kile kikokotezi baadaye. Unaona watu walikuwa sio wazuri. Mungu sio mwanadamu. Anayajua mambo hayo. Ndio maana aliyabesha akaomba nguvu za Mungu. Akaomba ulinzi wa Mungu. Haleluya. Akaomba uongozi wa Mungu. Akaomba msaada wa Mungu. Uwe juu yake. Haleluya. Yaani wewe unapoanza yaani wewe mkomba unaanza unafanya tumiwani tuzuri kwa kiangalia maendeleo yako. Amina. Bukuku naye alisema, aliimba, akasema unamwona mume wa mtu, ujue alikotoka naye. Ujue alikotoka. Amina. Haleluya watumishi wa Mungu. Kwa hiyo ujue unapojiandaa kuomba Mungu akufanikisha akubariki, ujue pia kuna watu wanajipanga kukurudisha nyuma. Amina. Kwa lakini ukimwomba Mungu kwa bidii, wale wanapiga upofu. Na mwisho wa siku wanaokoka wale watu. Kwa sababu kila wakija hawafanikiwi. Kila wakija hawafanikiwi. Mama kaleta unakumbuka tukona mkaleta pale Ngogoro. Tukona mkaleta pale nyingi Ngogoro. Alhamdulillah. Sheria ya pili ni kumtaka Bwana na nguvu zake. Ni kuomba msaada wa Mungu ili atusaidie. Mkana unatuuliza je, unatuloga hata usiku nyingi. Mimi pale ndio ili watu wamepambana na mimi kuvunja mkutano kadha wakati. Napigiwa watu kimwili sasa. Kila wakija wanafanikiwa, kila wakija wanaiba, wanakuja kuleta kwa sisi wajiza tunaacha ile baraka. Sisi wajiza lazima ikatie bima. Sijatumwa mimi na nilikuwa lakini nakwambia kata bima. Kata bima. Biashara yako ni kubwa, kata bima. Nyumba yako umejenga kwa gharama kubwa, weka nani? Weka fire extinguisher ili mtundu weka mambo ya mwaka 47. Kata bima ya duka lako. Ikatie bima. Tuwezekana wewe na baya leo nielekeze kwa gani? Mpaka sasa ni baya. Sokea na kutokea.
vizuri sana ni mama kwa. Mama anasema mama wewe wewe. Wewe haya sisi. Una mradi mkubwa ukatie lima. Amen. Inaweza kutokea jambo wewe ambalo kupanga utaanza kulia, unajua ngumu sana utajiri ukarudi chini. Bila uwepo wa Mungu, juhudi za mwanadamu huwa hazifui dafu. Unajua jamani? Yaani sisi mikono yetu kuna sehemu inafikia mwisho. Kufanya hivi. Sisi zamani kwa tunaingia darasa la kwanza, kwa tunawekewa oda tunakuwa. Tunafanya hivi. Yaani huu mkono ukigusa sikio ndio unaruhusiwa kuingia darasa la kwanza. Na bila kupindisha sikio. Bila kupindisha sikio unafanya hivi. Wewe unastahili kuingia darasa la kwanza. Mnaokumbuka umri wako unajua. Sinakumbuka ile bali. Unafanya hivi. Sio siku hizi. Darasa ana miaka miwili peleka darasa la kwanza. Sio siku hizi. Haleluya watu. Juhudi za mwanadamu haziwezi kusaidia chochote. Ndio lazima tufanye juhudi, lakini Mungu mbele kwanza. Mungu anatangulia mbele. Maombi yanatangulia mbele. Kufungua milango, yaani ile minyororo, ile milango iliyofungwa, afu sisi tunafuata. Wanaweza sio watu. Mungu kwanza mbele. Haleluya. Haya, pointi ya mwisho, ulinzi dhidi ya uovu. Ulinzi dhidi ya nini? Ya uovu. Katika yote huyu ndugu yetu nani? Akaomba Mungu ampe ulinzi dhidi ya nini, watumishi wa Mungu? Dhidi ya uovu. Unajua uovu ni nondo, ni kutu inaotaka kula mafanikio yetu. Wewe umeomba Mungu, umetembea na Bwana, umefanikiwa, lakini sumu kubwa ya mafanikio ni dhambi. Sumu ya mafanikio ni dhambi, watu wa Mungu. Ukianza dhambi, utaanza taratibu kunyauka. Mimi nakumbuka rafiki yangu mmoja, mdogo wangu, ni uzinzi. Sisi tunataka dhambi ni hatari sana. Ukianza uzinzi, ukianza uasherati, ndugu yangu utakufa maskini. Utakufa maskini. Wewe fuatilia mtu yote ambaye ni uzinzi kwa sherati. Wewe atakufa maskini. Wewe huwezi kwenda kuchukua binti wa watu kule, nakwambia. Utamgarimia, sawa? Alafu unaziingiza kwenye maroho mengine. Unajua ndoa inaunganika na mtu usiyemjua maroho ya umaskini kule uliyakataa. Mambo yasiyofaa kwenye familia. Yaani mimi nakwambia hata watu wengi wenye mapepo ni wazinzi na masharati. Yaani mlango wa shetani kuingia mapepo ni kwenye uzinzi na nini jamani? Sio wote walioingiliwa na mapepo ni wazinzi, lakini mlango mkubwa kwa habari ya uzinzi. Unajua mtu anayefanya uzinzi anafanya jambo ambalo hana akili, anafanya jambo ambalo litamwangamiza. Watu wanaufurahia uzinzi wa sharati, wanaufurahia, lakini ni dhambi ambayo mbaya kuliko unamfikiria. Jamani, dhambi zote zinapeleka mtu jehanamu, lakini mimi naona iliyopitiliza na inaharibu maisha kuanzia hapa duniani ni uzinzi na uasherati. Ukijiingiza huko, ndugu yangu, lazima uteketee. Hela zote lazima ziishe, nakwambia. Hata kama uongo, miradi inaanza kuharibika. Ulikuwa wateja wanakuja wanaanza kuja kwa Hawaii, nakwambia. Kwa sababu tu umeanza nini? Mwanafunzi ukianza uzinzi, akili inakuwa kichwani hamna, nakwambia. Hata swali jepesi huwezi kujibu, nakwambia. Ukianza uzinzi na uasherati, akili inakuwa ni kilaza, nakwambia. Unaanza kujiuliza wewe kama unaanza kujiuliza, mbona mimi kwa akili sasa wewe umeanza uzinzi na uasherati? Uzinzi unakula akili, usherati unakula akili. Nawaambia watu wa Mungu, mimi bwana nimesema Mungu anisaidie. Uzinzi na uasherati hasa kusikia kabisa. Nikiona mazingira ya uzinzi na uasherati nakata mbio kabisa. Kwanza sio kwamba naogopa kumzalaulisha Mungu wa mbinguni. Jambo la kwanza, hivi kweli mtangaza mpaka sasa pameka amefanya wapi? Kweli naanza kwanza kujiuliza. Aliomba nchi zile ya dhambi, karibu mpango mibaya ya adui,
Haleluya. Aliomba Mungu amwepushe. Kwa sababu wakati mwingine jamani, sisi hatuwezi kwa nguvu zetu. Kwa kumalizia nikwambie Yusufu alishinda dhambi ya mzee. Kwa sababu gani unajua? Kwa sababu alikuwa Mungu alikuwa bila yake jamani. Wewe kijana wa sasa hivi waambia bwana bosi wako anakutaka ufunguzi, unasema muujiza. Wao vijana wangesema muujiza, mimi nakwambia. Wakasema kwanza huyu mke wa bwana wangu ni tajiri, umaskini umeisha. Sio vijana sisi tunapenda kulelewa. Sio wanapenda kulelewa kwa mikopo, Nikisema umaskini umeisha, hapo nimepata kila kitu. Lakini Yusufu akasema nimtendeje Mungu wangu baya kama huko? Nimtendeje ubaya kama huko? Na sasa hivi mtu akiwa mwizi ndio bingwa. Akiiba wanamsifia. Yaani ukipewa nafasi kuiba, wewe unakusifia na kuona wewe mjanja. Lakini ukinyoka hawezi kusifia. Wanakuambia utakufa maskini wewe. Lakini mtu ambaye amejitoa kwa Bwana hajawahi kufa maskini. Mtu ambaye amejitoa kwa Bwana hawezi kufa maskini jamani. Mnaelewa? Hawezi kufa maskini. Kwa hiyo lazima tuwe waangalifu kanisa. Huyu bwana akamuomba Mungu ulinzi kwa ajili ya dhambi. Kwa ajili ya uovu isiyo fashion. Hasa kanisa la Mungu lililookoka. Sisi watu wa Mungu tuliookoka, tunasema tumeokoka, lakini njia zetu hazimfanani Mungu. Tukitoka kwa nje, watu wanasema na huyo ameokoka. Mzinzi mkubwa huyo. Hapana. Watu wanajificha. Wokovu sio kwa ajili ya mchungaji Mwakasaka. Ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Haleluya watu wangu. Watu wanafanya dhambi wanajificha. Wanafikia kwamba wanamkomoa Mungu. Mungu anakuona. Mungu anatuona watumishi wa Mungu. Mchungaji hawezi kukuona, wazee wa kanisa hawezi kukuona. Sisi wenyewe hatuwezi kuonana, lakini Mungu anatuona watumishi wa Mungu. Kwa lazima tuombe msaada wa Mungu. Mungu atusaidie. Tuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Tunapofanikiwa, lazima tuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Ili tufanyike baraka. Haleluya watumishi wa Mungu. Hayo mambo ya muhimu ambayo yabesa na roho. Kwa hiyo na wewe mtu wa Mungu unapungukiwa na nini? Naomba tuseme, unapungukiwa na nini? Unapungukiwa na nini? Unapungukiwa na nini? Ungetamani Mungu akufanyie nini? Naomba tuseme, akaomba ulinzi, akaomba kusamehewa mipaka. Wewe Mungu anakuuliza mchana wa leo, ungetamani akufanyie nini? Labda ni mgonjwa, ungetamani Mungu akuponye. Mungu yupo. Mungu hayupo mbali. Mungu yupo hapa, anaweza kukuponya. Umaskini unakusumbua, Mungu anaweza kukubariki, akakupa jambo la kufanya. Mungu yupo. Hajasikia sauti yako. Hajasikia kuomba kwako, unataka nini? Ungetamani Mungu akufanyie. Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Ni Mungu wa upendo jamani. Anatujali kuliko ni rafiki wa kweli. Alibariki Yesu. Sawa sawa na maombi yake. Na mimi nakuuliza mchana wa leo, Mungu ungetamani akufanyie nini? Ungetamani Mungu akufanyie nini? Mwingine amekosa haya, Mungu anao uwezo wa kukupa. Mwingine amekosa kazi, Mungu anaweza kukupa kazi. Usiangalie mazingira yako. Sijasoma shule, Mungu anakupa kazi saizi yako. Usiogope. Wateja wameingia kwenye biashara, Mungu anaweza kuwarejesha. Biashara inaharibika, Mungu anao